Naam, nikukaribisha katika meza ya michezo tupate kujadili mawili matatu yanayohusiana na masuala mazima ya kimichezo. Nikuombe kwa wewe mwanafamilia mpya ambaye haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile taarifa muhimu ambazo zimekuwa zikijiri na tumekuwa tukikuwekea hapa kwa niaba ya kuhabarisha ili upate kufahamu nini kinaendelea katika upande mzima wa kimichezo. Sasa katika segment hii tutaangazia masuala mazima ya usajili. Kumbuka kwamba tupo katika kumalizia ama kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League kwa msimu wa 25-26. Kabla ya kuanza msimu wa 26-27 tunakwenda katika kipindi cha usajili mkubwa ama usajili wa dirisha kubwa. Sasa kuna mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa, huyu anaenda pale na huyu anahamia sehemu hii, lakini kama Mapo Media tumekuwa tukikuhabarisha kwa kina kabisa na kwa uhakika zaidi. Sasa tega sikio ni kujuze ni nani ambaye tayari amepatikana ama saini yake inawindwa kwelikweli. Sasa katika segment hii nitakujuza kuhusiana na taarifa kutoka pale katika klabu ya soka ya Yanga, ambapo tunaarifiwa kwamba Young Africans tayari wamekamilisha makubaliano ya awali na huenda ikawa ni 100% kumpata moja kati ya wachezaji hatari kabisa ambaye anakipiga katika kikosi cha ASEC Mimosas ya pale Ivory Coast, na huyu si mwingine ni Souleymane Fofana, mchezaji ambaye anacheza eneo la kati kama kiungo mshambuliaji, na ni moja kati ya wachezaji ambao wamejizolea sifa kubwa sana katika ligi kuu ya Ivory Coast, lakini pia katika uwanda mzima wa Afrika, kwa sababu tunaona miongoni mwa michezo ambayo timu ya ASEC Mimosas imekuwa ikiondoka na ushindi, basi kuna mchango wa kufunga ama pengine kutengeneza assist kadhaa kwa wachezaji wenzake. Kwa hiyo ujio wa Souleymane Fofana kwa upande wa Yanga, nafikiri hili ni moja kati ya sajili bora sana kwa msimu huu, kwa sababu tunamfahamu vizuri Souleymane Fofana ni moja kati ya wachezaji hatari kwelikweli ambao wanawindwa na timu nyingi sana. Niliona baadhi ya timu ambazo walikuwa wameonyesha nia ya kumsajili mchezaji huyu, miongoni mwao ni pamoja na CR Belouizdad ya kule nchini Algeria, ambayo ilikuwa ikimwinda kwa udi na uvumba kupata walau saini yake ili aweze kuwa sehemu ya kikosi hiko. Lakini pia tuliona timu kama Al Hilali Omdurman ya pale Sudan nayo ilikuwa ikionyesha nia ya kumpata, lakini pia Kaizer Chiefs ya pale Afrika ya Kusini ni moja kati ya timu ambazo kuwa zikimtolea macho kwelikweli Souleymane Fofana kwa ajili ya kupata saini yake. Lakini kama unafahamu kwamba Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya soka ya Yanga, ni mwanamichezo ambaye pia amejizolea umaarufu mkubwa sana barani Afrika, lakini ushirikiano wa Young Africans na ASEC Mimosas umekuwa ni mkubwa sana, kitendo ambacho kimefanya sasa ushawishi wake kuwa na mshiko na hivyo kuwin saini ya mchezaji huyu ambaye anatajwa kuwa ni miongoni mwa wachezaji hatari sana katika upande mzima wa timu hizi zinazocheza michuano mbalimbali Afrika. So ujio wa Souleymane Fofana nafikiri ni sajili bora, ni sajili ambayo ina faida kubwa sana kwa Yanga na inakwenda kulipa, kwa sababu ni mchezaji ambaye anatambulika nini anakifanya uwanjani. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao nafikiri kila mechi ambayo anacheza hawezi kutoka bila kutengeneza ama kusababisha ushindi kwa timu yake. So imekuwa ni habari njema kwa wana Yanga, lakini pia inawezekana ikawa ni habari mbaya kwa baadhi ya wapinzani wa Yanga, kwa sababu wanatambua mtambo wa magoli, mtambo wa assist umetua Jangwani. Nini maoni yako kwenye taarifa hii? Tafadhali tuandikia kwenye comment section, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya unyama sasa.